Kilimo Kwanza, oh yeah. Hiki ni kipindi bora cha kilimo, maarifa na bidii ndizo silaha. Kesho yetu inang'aa kama jua, oh yeah. Mtazamaji, nikukaribishe tena katika kipindi cha Kilimo Kwanza, mahali ambapo unapata taarifa, maarifa, elimu na ujuzi utakao kusaidia kuboresha shughuli zako za kilimo, mifugo, uvuvi, pia kukuonesha fursa mbalimbali zilizopo kwenye mnyororo mzima wa thamani wa sekta hizi. Wiki hii tutaangazia kuhusu nafasi ya Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania, TNCC, katika kuchochea maendeleo ya kilimo nchini. Ungana nami mtangazaji wako John Lweja. Director wa kipindi hiki ni Omari Juma OJ. Kilimo Kwanza, oh yeah. Hiki ni kipindi bora cha kilimo, maarifa na bidii ndizo silaha. Kesho yetu inang'aa kama jua, nguvu ya uchumi. Tukishirikiana tutafika mbali. Mtazamaji, miongoni mwa malengo mahususi ya Dira ya Taifa 2050 ni pamoja na kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa nchi ya kipato cha ngazi ya juu yenye uchumi unaofikia thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Ili kufikia malengo ya dira hii, sekta mbalimbali zimechaguliwa kuwa kipaumbele kwa kuzingatia uwezo wa kisekta katika kuzalisha ajira kwa wingi, kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, kuchochea ukuaji wa sekta nyingine, kuongeza thamani na kukuza mapato ya serikali. Kilimo ni mojawapo ya sekta iliyochaguliwa katika hatua za awali kuifikisha nchi katika malengo haya, na wadau mbalimbali tayari wamejenga msingi wa kutimiza malengo ya dira hii. Hapa tunakutana na Castas Pasco, meneja maendeleo ya kilimo biashara kutoka Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania, TNCC, na anatuambia kazi ya taasisi yao na ni kwa namna gani itasaidia maendeleo ya kilimo. Moja ya kazi kubwa ya Chemba ya Taifa ya Biashara ni kuhakikisha kwamba biashara za Tanzania, mazao ya Tanzania yanapata soko katika masoko ya nje. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba masoko ya nje, masoko yote yanahitaji wazalishaji kuweza kukidhi matakwa fulani. Kwa hiyo sio tu kuwatafutia masoko. Tunapokwenda kuyatafuta masoko, tunafahamu masoko fulani yanahitaji vigezo fulani. Kwa hiyo tunakuja kuwaletea masoko hayo na kuambia kwamba labda korosho inahitajika India, inahitajika kiasi gani, inahitajika kwa ubora upi. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tunaifanyia kazi ni hiyo ya kuwawezesha sasa kwamba masoko yapo ndio, lakini hawa watu wanayafikiaje? Kwa sababu mtu anaweza akasikia taarifa kwamba kuna soko la soya China, lakini umesikia tu, haujui ni nani sasa anaitaka hiyo soya. Sasa ukija Chemba, sisi hapa tutakwambia ni mtu fulani yuko China anahitaji soya tani kadhaa. Kwa mfano mpaka sasa hivi tumepata watu wanahitaji soya metric tani 30,000. Kwa hiyo ni soko hilo ambalo tunapata Chemba, na sasa tunaweza kuangalia katika nchi yetu ni wakina nani wanaweza kutoa hicho kiasi, wafanyabiashara wapi wanaweza kusupply hicho kiasi ambacho kinahitajika cha bidhaa fulani. Kwa hiyo tunawasaidia wakulima kwa namna hiyo, kwa maana ya wakulima na exporters, kwa maana ya kuyafahamu masoko yaliko, lakini na kuweza kuyafikia. Uhusiano mkubwa sana wa Chemba ya Taifa ya Biashara na kilimo ni kwamba Chemba hii kitu cha kwanza inafanya ni kuchochea uwekezaji. Kuchochea uwekezaji katika eneo la kilimo. Sasa inavyofanya kazi katika kuchochea uwekezaji katika eneo la kilimo ni kwa maana kwamba kwanza Chemba ya Taifa hapa tunapokea wawekezaji kutoka nje ya nchi, kutoka nchi mbalimbali, mathalani kutoka China, kutoka Saudi Arabia, kutoka Omani, wanakuja Tanzania wakitaka kuwekeza katika sekta mbalimbali, mathalani kwenye kilimo. Na mlango wa kwanza, sehemu ya kwanza ambayo wanagonga hodi, wanakuja hapa Chemba ya Taifa ya Biashara wakitaka kufahamu biashara, ufanyaji wa biashara Tanzania ukoje, sekta ya kilimo Tanzania ikoje, wapi ni maeneo gani ambako wanaweza kuwekeza. Kwa hiyo uhusiano ambao upo ni kupokea hao wafanya biashara, wawekezaji wa nje, lakini pia haishii hapo kuwapokea hao wa nje, lakini tunapokea hata wenyeji ambao ni wazawa, ambao wana ndoto na wanatamani kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, wakitaka kufahamu wapi hasa wanaweza wakawekeza kwenye kilimo, na wakitaka kupata
confidence ya sekta binafsi, hasa kwenye mazingira yaliyopo ya kuwekeza kwenye eneo la kilimo. Lakini pia hatuishie hapo, hasa kwenye kilimo. Tunaifikia jamii, tunajenga uwezo kwa maana ya kuwaambia jamii kwamba sekta ya kilimo ni sekta ya kimkakati ya serikali ambapo kuna fursa nyingi. Utakumbuka kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya kilimo ambayo zaidi ya 60% ya idadi ya Watanzania wameajiriwa kwenye kilimo. Lakini pia ni nchi ambayo ina ardhi kubwa ambayo inafaa kwa ajili ya kilimo, inaitwa arable land kwa Kiingereza. Karibuni hekta milioni 44 zinafaa kwa ajili ya kilimo, na ina mazingira mazuri kwa maana ya hali ya hewa. Mikoa mbalimbali zinafaa kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya mazao mbalimbali. Kwa hiyo taarifa kama hizo tunazitoa kwa umma wa Watanzania ili waweze kufahamu kwamba kumbe kilimo ni fursa. Hivyo ndivyo tunavyofanya kazi katika kuchochea kilimo cha nchi hii, ikiwemo pamoja na kuwajengea uwezo wale ambao ni wazalishaji sasa, kuwajengea uwezo wa kulima ili waweze kuzalisha mazao ambayo yana ubora, ili waweze kukidhi matakwa ya masoko, kwa sababu tunapokuwa tunazalisha tunayalenga masoko. Sasa wazalishaji wengine wanakuwa wanazalisha chini ya kiwango, pengine hawafuati kanuni bora za kilimo. Kwa hiyo sasa kazi yetu ya chemba ni kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kuwajengea uwezo wakulima wanaozalisha mashambani, wachakataji, processors, na hata wale exporters ambao wanasafirisha mazao nje ya nchi, ili waweze kuzingatia au kukidhi ubora ule ambao unahitajika sokoni. Hicho ndicho tunachokifanya katika kukiinua kilimo cha Tanzania. Lakini hasa tunatilia mkazo kwenye kukibadilisha sasa hicho kilimo kutoka kwenye kilimo cha kawaida cha kienyeji kwenda kwenye kilimo biashara, kukifanya kilimo kuwa nini? Kuwa biashara, hasa kuepuka kile kilimo ambacho wakulima wanalima tu mazao halafu yanauzwa ghafi, ambapo inapunguza thamani ya mazao na inadidimiza uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo kama Chemba ya Taifa ya Biashara tunajikita zaidi kwenye namna gani kilimo kinaboreshwa kuwa kilimo biashara, namna gani mazao yanalimwa shambani kwa ubora, kwa kufuata mbinu bora zote za kilimo, lakini mazao hayo hayaishii kulimwa na kuuzwa kama yalivyo, namna yanavyoweza kuchakatwa na kuongezwa thamani ili sasa yaweze kupata ile bei ambayo inastahili, na hatimaye sasa wakulima, wafanyabiashara wanaweza kupata bei nzuri ya soko na wanaweza kupata faida katika biashara zao. Ndivyo ambavyo uchumi wa taifa letu unaweza kukua. Dhamira ya Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania ni kuchochea maendeleo ya sekta binafsi nchini kwa kutoa thamani kwa wanachama na jamii nzima ya wafanyabiashara kupitia utoaji huduma zinazozingatia mahitaji halisi. Je, ni kwa namna gani taasisi hii inainua wakulima? Chemba ya Taifa ya Biashara tunawainua wakulima kupitia njia za kuwafundisha mbinu bora za kufuata kwenye kilimo, uchaguzi wa mbegu bora, upandaji bora, kupiga dawa, pamoja na mbinu zote bora ambazo zinaweza kuwawezesha wakulima. Kwa hiyo tunafanya kazi na taasisi zingine za kiserikali na wadau wengine, lakini pia kwa sasa Chemba ya Taifa ya Biashara imekuja na framework moja kabisa ambayo inalenga kukiinua kile kilimo kutoka kwenye kilimo cha kawaida kwenda kwenye kilimo cha biashara. Imekuja na mkakati ambao tunauita wilaya moja bidhaa moja, au one district one product kwa lugha ya Kiingereza. Sasa mpango huu unalenga nini? Mpango huu unalenga katika kuweza kuangalia katika kila wilaya. Sisi tuna wilaya nyingi sana hapa Tanzania. Kila wilaya inalima mazao mbalimbali. Sasa tunaangalia kila wilaya inalima zao fulani. Tukifika pale kwenye ile wilaya tunataka zao lile liweze kuwa zao la kibiashara. Kwa hiyo tunaangalia namna ya kuwakusanya wazalishaji, wakulima wawe katika vikundi. Wakisha kuwa katika vikundi ambavyo vinatambulika kisheria, waweze kuzalisha. Wakishaweza kuzalisha, lakini bado vinakuwa vimeunganishwa na kuchakata. Kwa hiyo tunaanzia kuimarisha mnyororo wote wa thamani ule, kuanzia kulima,
kuja mpaka kuchakata au kuongeza thamani, lakini pia kutoka hapo sasa tunaweza kuwa tumepata bidhaa ambayo imeongezwa thamani. Na kupitia mfumo huo, kupitia framework hiyo, tunaamini tunaweza kutengeneza ajira nyingi. Tunaweza kuwasaidia vijana wengi ili waweze kupata fursa hizi za kilimo. Lakini pia tunaweza kujihakikishia masoko ya nje. Utakumbuka kwamba tuko katika ushindani na lazima tuweze kuzalisha kitu ambacho kinahitajika sokoni. Kwa kupitia hiyo framework tunaweza kuzalisha bidhaa za kilimo au mazao ambayo yanahitajika kule sokoni, kwa sababu tutakuwa tunafuata matakwa na vigezo vya masoko husika. Lakini pia kupitia mfumo huu, kwa sababu wenzetu, masoko ya wenzetu wanatamani kununua bidhaa ambayo wanaweza kufuatilia wapi ilikozalishwa, ilizalishwa kwa utaratibu gani, ilizalishwa kwa mbinu gani na kwa njia gani. Kwa hiyo kupitia huo mfumo wa wilaya moja bidhaa moja, yani one district one product kwa Kiingereza kama nilivyotambulisha hapo awali, manake tunakuwa na uwezo wa kufuatilia kwamba bidhaa fulani ilizalishwa katika wilaya gani, ilizalishwa kwa kutumia utaratibu upi, na wenzetu sasa wanapata hiyo confidence ya kuweza kununua bidhaa hiyo. Kwa hiyo framework hiyo au utaratibu huo sio tu kwamba unaongeza uzalishaji, lakini unapanua wigo wa masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu wale wanunuaji wanakuwa na uhakika wa kitu wanachokinunua kimezalishwa wapi na kimezalishwa katika mazingira gani. Kwa hiyo ndio mikakati ambayo tuko nayo hasa katika kuboresha kilimo cha Tanzania, kutoka kwenye kilimo kwenda kwenye kilimo biashara. Lakini kama nilivyosema pia eneo kubwa ni namna vijana wanavyoweza kushiriki katika kilimo, kwa sababu kumekuwa na dhana nyingi. Leo ukizungumza na vijana rika langu, wengi ukimwambia kilimo anaogopa, anajua kilimo ni tope, ni kwenda shambani kule. Lakini kilimo ni kipana sana. Kuanzia mnyororo wote wa thamani ule wa kilimo una fursa nyingi. Kuanzia shambani, ukitoka shambani umeshalima, kuna uvunaji ukishafanyika, kuna uchakataji, ongezaji thamani, kuna usafirishaji wa mazao kutoka eneo moja kupeleka eneo jingine. Kwa hiyo kuna branding, kuweka chapa, kuna kutumia teknolojia, mambo ya digital katika kuhamasisha wakulima au katika kutangaza bidhaa za mazao ya kilimo, ili watu waweze kuona kwamba bidhaa fulani inazalishwa sehemu fulani. Kwa hiyo ukiangalia sasa mnyororo wote wa thamani ule ni kwamba unatoa fursa kwa kila mmoja, awe ni kijana. Kwa hiyo Chemba ya Taifa ya Biashara tunafanya kazi kwa karibu na vijana, kwa sababu tunaamini vijana ndiyo taifa la leo, na tukizungumzia Tanzania, vijana wanachukua karibuni 60% ya idadi yote ya Watanzania. Kwa hiyo vijana ni kundi kubwa ambalo linahitaji kuziona fursa katika kilimo, lakini sio tu kuziona, kuwezeshwa sasa kuziendea zile fursa. Na Chemba ya Taifa ya Biashara tumejipanga kwa kushirikiana na serikali na mamlaka zake zingine. Kwa bahati nzuri tunafanya kazi kwa ukaribu mzuri na serikali inatupa ushirikiano mkubwa kama sekta binafsi kupitia TNCC. Kwa hiyo tunaona nia ya serikali katika kushirikiana na sisi katika kutunga sera rafiki kwa ajili ya vijana na kwa ajili ya wakulima. Kwa hiyo kilimo katika muktadha huo ndivyo tunaweza tukakibadilisha kutoka kwenye kilimo cha kawaida kwenda kwenye kilimo cha biashara. Upotevu wa mazao na masoko ya uhakika ni miongoni mwa changamoto ambazo wakulima wanakutana nazo, jambo ambalo hupunguza motisha na kuathiri maendeleo kiuchumi, kwani nguvu kazi, rasilimali na gharama zilizotumika kuzalisha mazao hupotea bila faida. Je, ni kwa namna gani chemba hii inasaidia kutatua changamoto hizi? Katika moja ya changamoto kubwa ambazo nchi yetu inakabiliwa ni pamoja na upotevu wa mazao. Mazao haya yanapotea kuanzia shambani kule ambako yanazalishwa, lakini kuja mpaka kule kusafirishwa na kuja mpaka kule jikoni kabisa ambako ndiko wanapika. Kwa takwimu tu za duniani, karibuni 1/3 ya uzalishaji wa mazao yote yanayotokea, 1/3 inapotea. Na ukija kwa Tanzania hapa ni kati ya 30% mpaka 40%. Ukija kwenye jamii, mazao jamii ya nafaka yanapotea. Sasa Chemba ya Taifa ya Biashara tunaona hilo ni eneo kubwa. Tunachokifanya kwanza ni kuwajengea uwezo wakulima
tunashirikiana na taasisi zingine kujengea uwezo vikundi mbalimbali, vyama mbalimbali vya wakulima ili waweze kufahamu, kwa sababu wakulima wengi wanaweza wakadhani kwamba upotevu wa mazao ni kitu tu cha kawaida tu, lakini tukienda kuweka kwenye hesabu tunakuja kuona upotevu ambao umepotea ni mkubwa na unaleta gharama na hasara kubwa. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuwajengea uwezo wa namna ya kuvuna. Kwa mfano uvunaji, ufanyeje uvunaji bora ili kuweza kuepuka upotevu wa mazao katika ngazi ya shamba. Lakini kwenye kusafirisha sokoni, ukienda kwenye masoko mbalimbali leo utakuta mazao mengine yameharibika, ndizi, maparachichi yameharibika, yameoza. Kwa hiyo tunafanya kazi na wakulima na makundi ya wakulima pamoja na wadau wengine katika kuwajengea uwezo, lakini pia watu wanaosafirisha. Tukiangalia miundombinu ya kusafirisha mazao kama yale ambayo yanawahi kuharibika, tukiangalia vifaa kama magari ambayo yana ubaridi wa kuweza kusafirisha bidhaa fulani ambazo zinawahi kuoza au zinawahi kuharibika, ambazo zinasababisha upotevu. Kwa hiyo katika kurahisisha au kuwezesha hiyo miundombinu, Chemba ya Taifa ya Biashara kama nilivyosema, wanakuja wawekezaji wengi mathalani wenye kuweza kutengeneza hiyo miundombinu ya kusafirisha na ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunawavutia hawa wawekezaji na wanakuwa tayari kuangalia kwamba sehemu la upotevu wa vyakula kwa maana post harvest loss ni eneo la kifursa. Kwa hiyo ni changamoto lakini eneo la kifursa, kwa maana kwamba kuweka miundombinu bora, kwa mfano kujenga maghala ya kisasa, kuleta hiyo miundombinu ya baridi cold chain, ili kuweza sasa kuhifadhi yale mazao yaweze kuhifadhiwa kwa utaratibu mzuri na yaweze kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hiyo kimsingi ni kuanzia shambani. Lazima tuanze kuwafundisha wakulima kule, lakini pia tunakuja kwenye mnyororo wote wa thamani. Kuna wasafirishaji wa ndani hapa wanaotoka mikoani labda kuleta kule kwenye mikoa ambayo inazalisha labda kuja Dar es Salaam, lakini kuna exporters ambao nao wanasafirisha nje. Kwa hiyo tunawajengea uwezo makundi yote kuhakikisha kwamba upotevu huu unapungua. Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania kwa kushirikiana na ubalozi wa Urusi wameandaa maonesho makubwa ya mazao ya kahawa, chai na kakao. Je, maonesho haya yanahusu nini na kuna fursa gani kupitia maonesho haya? Coffee, Kakao, Tea Russian Expo ni moja ya fursa ya maonesho. Kwanza sisi Chemba ya Taifa ya Biashara tunafanya kazi kwa ukaribu na barozi zetu mbalimbali ambazo ziko katika nchi mbalimbali. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana kwa sababu ndiko tunafahamu nchi zile wanahitaji nini kutoka kwetu. Aidha wanahitaji mazao, aidha wanahitaji fursa zingine kuwekeza. Ukija kwenye Coffee, Tea, Kakao Russian Expo ni fursa ambayo kwa kushirikiana na wenzetu wa ubalozi wa Tanzania nchini Russia, ambao wameweza kuona kwamba hii ni fursa kwa Watanzania, na tayari maonesho hayo yatafanyika kati ya tarehe 15 na 17 mwezi wa 4 mjini Moscow. Na sisi tunachokifanya tunawaalika sasa wafanyabiashara, exporters, lakini sio tu wafanyabiashara, tunawaalika wakulima wa mazao hayo, lakini tunawaalika wafanyabiashara watarajiwa. Kuna watu ambao wanatamani kufanya biashara za mazao kupeleka nje, lakini hawajui wanaanzia wapi. Sasa katika moja ya maeneo ya msingi ya kuanzia ni kwenda sasa kwenye maonesho hayo, kwa sababu kule huyu mtu anakutana sasa na wanunuzi na anaweza kuanza kuzungumza nao. Wanahitaji kununua labda chai Tanzania, kwa hiyo kuanzia pale anaweza kuanza kujipanga Tanzania na kuanza kujipanga kusafirisha au kwenda kuuza chai kwa yule ambaye ni mfanyabiashara mtarajiwa au anatamani kufanya biashara hiyo. Lakini kwa yule ambaye ni mfanyabiashara tayari, anapokwenda Russia katika maonesho hayo, manake tayari anapata nafasi ya kukutana na wanunuzi, anakuja Tanzania, anapakia chai yake, korosho yake, kakao yake, anawapelekea. Kwa hiyo ni fursa kubwa ya kimaonesho ambayo na wenzetu wa ubalozi wa Tanzania kule nchini Moscow, kando ya maonesho hayo wameweka utaratibu mzuri sana wa kuja na mikutano ya wafanyabiashara, kuwakutanisha sasa wale watakao kuwa tayari kushiriki, kuwakutanisha wale wafanyabiashara wa Tanzania ambao watakwenda kule Moscow, kuwakutanisha na wafanyabiashara
wa Urusi kule, wakutane, wazungumze, na hii ni nafasi kwa mtu ambaye anafanya biashara nafahamu, kwa sababu inatoa fursa ya kukutana na kubadilishana mawazo na wafanya biashara wa kule Russia, kufahamu labda anahitaji kupata masoko ya bidhaa zake, anahitaji kunetwork, kubadilishana uzoefu, experience ambayo ni muhimu sana kwenye biashara. Kwa hiyo TNCC kwa niaba ya sekta binafsi ya Tanzania kwa ujumla, sisi tunatoa rai kwa wafanyabiashara wote Tanzania, kwa wanachama wetu na wasio wanachama wetu, kuzichangamkia fursa za namna hii, na tayari tangazo lile la kujisajili linapatikana katika mitandao yetu ya kijamii. Ukienda Instagram za TNCC, ukienda LinkedIn za TNCC, tayari tumeweka lile tangazo, kwa maana sasa wafanyabiashara kokote waliko Tanzania wanaweza wakajisajili, wale ambao wana interest au wana shauku ya kuweza kuhudhuria maonesho hayo. Na maonesho hayo, amini, kujisajili, dirisha linakwenda mpaka tarehe 10 mwezi wa 3, dirisha litakuwa limefungwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale ambao ni tamaa yao kushiriki maonesho hayo, waweze kujisajili haraka kadri iwezekanavyo, na tayari watu wengi wameshaanza kujisajili. Kwa hiyo kama unapata taarifa hii na ni mfanyabiashara exporter wa mazao hayo ya korosho, ya kakao au chai, au kama nilivyosema ni aspirant au prospective, au ni mfanyabiashara ajaye, kwa sababu kuna wafanyabiashara wengi wangetamani kuijua biashara ya kuuza mazao nje ya nchi. Kwa hiyo ni fursa kwao pia, kama nilivyosema, kuweza kujitokeza na kuweza kwenda kule Moscow. Kwa hiyo fursa hiyo pamoja na fursa zingine ambazo zinapatikana TNCC. Sekta binafsi ni muhimu katika kukuza uchumi imara, jumuishi na shindani. Dira ya Maendeleo ya Taifa inatarajia kuwa na sekta binafsi shindani, thabiti, jumuishi, inayowajibika na inayochangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Je, taasisi hii inashirikiana vipi na wadau mbalimbali ikiwemo serikali? Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC tunashirikiana kwa ukaribu na wadau mbalimbali na ikiwemo serikali. Serikali ni mdau wetu mkubwa. Serikali na taasisi zake, wizara, wakala mbalimbali za serikali, tunafanya kazi zetu kwa ukaribu sana. Na serikali kwetu ni mdau muhimu kwa sababu ukiangalia katika kazi zetu za kuchochea ukuaji wa sekta binafsi, na serikali ndio inaweka miongozo, inaweka sera, unaona. Sasa ukija kwenye mazingira ya biashara, ambapo serikali mara nyingi inatoa nafasi ya kusikiliza kero za wafanyabiashara, ya kusikiliza maoni mbalimbali ya wafanyabiashara, sekta binafsi, ya wakulima, na katika ushirikiano huo manake sekta binafsi kupitia TNCC tunaweza kuwasilisha changamoto hizo kutoka kwa wafanyabiashara, kutoka kwa wakulima kupitia platform mbalimbali ambazo TNCC tunazitumia. Kwa mfano tunatumia mabaraza ya biashara ya wilaya, ya mkoa, ambako Chemba ya Taifa ya Biashara ni mwenyekiti mwenza. Ukienda kule baraza la biashara la wilaya fulani, wilaya yote, mwenyekiti mwenza wa baraza lile la biashara ambako yanajadiliwa mambo ya kibiashara ngazi ya wilaya na changamoto zake. Kwa mwenyekiti mwenza unakuta ni mwenyekiti wa TNCC katika wilaya husika. Na ukienda hata kwenye ngazi ya mkoa ambako pia mabaraza yale ya biashara yanafanyika. Kwa hiyo kupitia kwa mfano mabaraza yale, majadiliano yale, changamoto zile ambazo tunazijadili pale za kibiashara katika eneo husika. Kwa hiyo serikali inatoa ushirikiano mkubwa katika kuzishughulikia changamoto zile katika ngazi ile ya wilaya au ya mkoa, lakini hata zile ambazo hazijafanikiwa kutatuliwa katika ngazi ya wilaya au mkoa, bado TNCC tunazipeleka katika mamlaka za juu za serikali, ambao nao wanakaa kupitia timu zao na wataalamu wao na kuzichakata na kuona namna ambavyo zinaweza zikahitaji suluhisho au majawabu, na lengo kubwa tu ni kuweza kuboresha mazingira ya biashara. Kwa hiyo serikali inashirikiana na sisi kwa karibu sana. Sisi tunaipongeza sana kusema ukweli kwa dhamira hiyo ya kushirikiana na sekta binafsi. Kwa sababu kuna umuhimu mkubwa wa sekta binafsi kushirikiana na serikali, kwa sababu tukichukua tu mfano kwenye Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050 ambayo tayari kama
kama nchi tumejiwekea kwamba tunahitaji kufikia uchumi mkubwa ule wa trilioni $1 za Kimarekani, na ambako ukiangalia pia sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% ya uchumi ule. Sasa ili uchumi uweze kufikiwa, lazima mazingira ya biashara yawe ni bora, na serikali inashirikiana na sisi na sekta binafsi kupitia TNCC na wadau wengine kuhakikisha kwamba inaweka mazingira bora ya biashara ili kufikia uchumi ule mkubwa, na ili kuiwezesha sekta binafsi sasa kuchangia ile 70% katika uchumi ule unaotarajiwa ifikapo 2050. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali na tunaipongeza serikali kusema kweli. Mbali na kuinua wakulima kwa kuwajengea uwezo kwenye kilimo cha kisasa na upatikanaji wa masoko, taasisi hii pia inawalinda wanachama wake dhidi ya changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika masoko, kama anavyobainisha zaidi Castas Pasco, meneja maendeleo kilimo biashara kutoka Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania. TNCC ni sauti ya wafanyabiashara, ni sauti ya sekta binafsi katika taifa hili, na hasa inaangalia maslahi mapana ya wafanya biashara wanapoweza kufanya biashara zao, ili waweze kufanya biashara zenye faida, sio biashara ambazo wanatapeliwa. Na kwa kutoa mfano tu, TNCC tumekuwa tukishiriki katika kuwasaidia wafanya biashara wengi, makampuni mengi ambayo yamekuwa yakiingia katika matatizo ya kutaka kutapeliwa fedha zao katika biashara zao katika mataifa mengi. Mathalani tumekuwa na experience nyingi sana, tumekuwa na uzoefu mwingi katika eneo hilo. Tumekuwa na kwa mfano mtu mmoja, kampuni moja alitaka kutapeliwa dola nyingi za fedha za Kimarekani kule China, lakini pia mwingine alitaka kutapeliwa kule Spain, lakini kwa sababu alikuwa ni mwanachama wa Chemba ya Taifa ya Biashara, Chemba ya Taifa ya Biashara iliweza kufanya ufuatiliaji na kuhakikisha kwamba mwanachama wake huyu anaweza kupata mali zake na kupata fedha zake. Kwa hiyo unapokuwa Chemba ya Taifa ya Biashara unahakikishiwa kufanya biashara zako kwa usalama. Na kusema ukweli, wafanya biashara wengi mpaka leo hapa Dar es Salaam mathalan tuchukue, wanakwenda kuchukua bidhaa China, kwa wanakumbana na utapeli, wanatapeliwa. Sasa ukiwa mwanachama wa Chemba ya Taifa ya Biashara, kwanza tutakukutanisha na watu ambao ni sahihi. Unajua Chemba ya Taifa ya Biashara tunawasiliana chemba na chemba. Kwa hiyo chemba za China, chemba za wapi, chemba za India, tunafanya mawasiliano. Kwa hiyo ni rahisi ukiwa ni mwanachama wetu, unapopata tatizo labda la kutapeliwa fedha zako, labda umepeleka bidhaa na mtu wamekataa kukupa fedha au wanataka kufanya vinginevyo kukudhulumu. Kwa hiyo ni rahisi sisi kufuatilia kesi kama hiyo na kuhakikisha kwamba unaweza kupata fedha zako na unaweza kufanya biashara zako kwa kweli kwa faida na sio kwa hasara. Kwa hiyo Chemba ya Taifa kama sauti ya wafanya biashara, moja ya kazi yake ni hiyo, kuhakikisha kwamba watu wanafanya biashara zao na wanapata faida na sio hasara. Kwa mujibu wa mpango kabambe wa mageuzi ya sekta ya kilimo 2050, kufikia mwaka 2050 inakadiriwa kuwa sekta ya kilimo nchini Tanzania itakuwa kichocheo kikuu cha ustawi wa uchumi, ambapo pato la taifa la kilimo agricultural GDP litaongezeka mara 5 na kufikia dola za Marekani milioni 100, ambazo kwa makadirio ni kiasi cha shilingi trilioni 280 za Kitanzania. Lengo hili litafikiwa kwa kuimarisha zaidi ushirikiano baina ya wakulima, serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Je, ni wito gani meneja Castas Pasco anautoa? Ninatoa wito kwa wakulima na wazalishaji na pamoja na makampuni na taasisi zingine kwamba TNCC kuna fursa nyingi, fursa za masoko kama nilivyozungumza mwanzo, lakini pia fursa za mtandao, lakini pia sisi TNCC tunapatikana nchi nzima, tunapatikana mikoa 26. Tuna ofisi zetu katika mikoa yote hiyo Tanzania bara, lakini pia ukija hapa Dar es Salaam ambako ndiko kuna ofisi zetu kuu kwa maana ya makao makuu. Kwa hiyo tunapatikana makao makuu na tunapatikana kila mikoa, lakini kitu kikubwa hasa katika eneo katika sekta ya kilimo, sisi tunatoa rai kwa wakulima, kwa sababu wakulima wetu bado wamekuwa wamejitenga kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tunatoa wito wa wakulima kuwa katika vikundi, na sisi TNCC kwa kushirikiana na serikali na mamlaka zingine zinazohusika, Wizara ya Kilimo, tuko tayari kushirikiana kuhakikisha kwamba wazalishaji wakulima wale
wanakuwa katika makundi ili iwe rahisi wao kuwafikishia huduma wanayoitaka, kuliko akiwa ni mkulima mmoja mmoja, lakini wakiwa kwenye cooperative kama ushirika au muundo mwingine ambao unawakutanisha wakulima katika kikundi ambacho kiko kisheria. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuwajengea uwezo, inakuwa ni rahisi kuwafikia na kuwapa huduma fulani wanayoitaka. Lakini kitu kikubwa ni kurasimisha biashara. Kilimo nacho ni biashara leo. Kwa hiyo wito mkubwa ambao tunatoa ni wakulima na wafanyabiashara za kilimo na wafanyabiashara wa biashara zingine kurasimisha biashara zao. Biashara ziwe rasmi. Biashara zinapokuwa rasmi zinatoa nafasi ya biashara fulani kukua. Kama biashara haijarasimishwa, inafanywa kienyeji, inajibana katika kuweza wigo wa kutanuka na kukua, kwa sababu ukirasimisha biashara, iwe ni ya kilimo, iwe ni biashara yoyote, unapoirasimisha wewe mfanyabiashara, inakupa nafasi ya biashara yako kukua, inakupa nafasi ya kupata fedha za mikopo. Labda kama unataka kukopa benki, mtaji biashara yako iwe ni rasmi, mtaji biashara yako iwe inaonekana inavyofanya kazi zake. Kwa hiyo kuna faida nyingi za kurasimisha biashara, lakini pia kurasimisha biashara unavutia wabia, joint venture ambao mnaweza mkafanya nao kazi katika kuboresha biashara zako. Ukirasimisha biashara inakupa nafasi ya kutanua wigo wa masoko ya bidhaa zako, kwa sababu bidhaa zako zinakuwa zinaaminika sio tu ndani ya nchi, lakini hata nje ya nchi. Kwa hiyo rai kubwa kusema ukweli ni kurasimisha biashara. Na sisi tunafanya kazi kwa ukaribu na serikali na mamlaka zingine kama Burera, TRA na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba watu wengi wanaitikia mwito wa kurasimisha biashara zao. Zote hiyo ni wakulima, ziwe ni biashara zingine ambazo sio za kilimo. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tunahitimisha kipindi cha Kilimo Kwanza wiki hii. Unaweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram @TVE Tanzania, lakini pia YouTube account Kilimo Kwanza TV, au tutumie ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0620229475. Na kusihi endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Tukutane tena wiki ijayo. Mimi ni John Lweja. Kilimo Kwanza. Oh yeah. Hiki ni kipindi bora cha kilimo, maarifa na bidii ndizo silaha. Kesho yetu inang'aa kama jua. Oh yeah.